Kizazi kisicho na baba. Ukweli unauma. Leo hii kuna kizazi kinakuwa sio bila upendo, bali bila baba. Wanacheka, wanasoma, wanakuwa, lakini ndani yao kuna pengo lisiloonekana. Mama wanaolea watoto peke yao si jambo jipya, lakini leo si nadra tena. Imeanza kuwa kawaida. Watoto wengi wanalelewa bila uwepo wa baba. Mama anabeba majukumu ya wazazi wawili. Jamii imeanza kuona hali hii kama jambo la kawaida vile. Lakini swali ni hili: je, huu mtindo mpya wa maisha ni salama kwa jamii? Je, Biblia inaongea nini kuhusu msingi wa familia? Hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya 2, mstari ule wa 18 hadi 24. Nitasoma kama neno lilivyoandikwa. Kisha Mwenyezi Mungu akasema, si vizuri huyu mwanamume kuwa peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kumfaa. Basi kutoka katika udongo Mwenyezi Mungu akaumba kila mnyama wa porini na kila ndege wa angani. Halafu akamletea huyo mwanamume aone atawapa majina gani. Na majina aliyowapa viumbe hao yakawa ndiyo majina yao. Basi huyo mwanamume akawapa majina wanyama wote wa kufugwa, wanyama wa porini na ndege wote wa angani. Lakini hakupatikana msaidizi yeyote wa kumfaa. Basi Mwenyezi Mungu akamletea huyo mwanamume usingizi mzito, na alipokuwa usingizini, akatwaa ubavu wake mmoja na kupafunika mahali pale kwa nyama. Na huo ubavu Mwenyezi Mungu aliyoutoa kwa yule mwanamume akaufanya kuwa mwanamke, akamleta kwa huyo mwanamume. Ndipo huyo mwanamume akasema, naam, huyu ni mfupa kutoka mifupa yangu na nyama kutoka nyama yangu. Huyu ataitwa mwanamke, kwa sababu ametolewa katika mwanamume. Ndiyo maana mwanamume humwacha baba yake na mama yake, akaambatana na mkewe, na wawili huwa mwili mmoja. Mwisho wa kunukuu. Hivyo tunaona ya kwamba kuanzia kwenye uumbaji, mpango wa Mungu haukuwa mzazi mmoja, bali ushirikiano. Na ndiyo maana Mungu akamtengenezea mwanaume msaidizi wa kufanana naye. Na pia neno la Mungu linasema, mwanaume atamwacha baba na mama yake na ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Je, nini kimesababisha tatizo hili? Yamkini sababu zifuatazo zimechangia kwa namna moja ama nyingine kutufikisha kwenye hali hii. 1. Mabadiliko ya utamaduni. Zamani familia ilikuwa ni mfumo, yaani watu waliishi kwa kufuata taratibu walizojiwekea kulingana na tamaduni zao. Ilikuwa sio rahisi mtu kukiuka taratibu zilizopo kwenye familia ama jamii husika. Lakini leo hii imekuwa uchaguzi. Kila mtu anataka kujitegemea kupita kiasi. Ndoa na ahadi zimepungua uzito. Mila na desturi hazizingatiwi tena. 2. Kupungua kwa uwajibikaji wa wanaume. Wapo wanaume wanaweza kuzaa, lakini hawawi baba. Yaani mwanaume anampa ujauzito mwanamke, wanazaa mtoto, lakini mwanaume huyo anashindwa kuchukua majukumu yake kama baba. Wanaume baadhi yao hukimbia majukumu, labda kwa sababu ya kukosa mfano wa malezi bora kwa wao wenyewe. Kwa lugha ya mtaani tunasema, wanaume wengine wanatia mimba, kisha wanakula kona. Hawataki kuchukua majukumu yao kama baba. Hata neno la Mungu limekemea tabia hii. Kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, lakini kama mtu hawatunzi watu wa jamaa yake, hasa wale wa nyumbani kwake, basi mtu huyo ameikana imani na ni mbaya zaidi kuliko mtu asiyeamini. Mwisho wa kunukuu.
Kumbe neno la Mungu linatoa onyo kwa watu wanaokwepa majukumu ya kusaidia jamaa zao, yani members of his own family. Lakini pia sababu nyingine ambayo huenda imachangia hali hii ya kuwa na malezi ya upande mmoja ni migogoro ya mahusiano. Hii inachangia kwa kiasi kikubwa sana tatizo la mtoto kukosa malezi ya wazazi wawili, hasa kukosa malezi ya baba. Kwani inapotokea migogoro ya mahusiano, mara nyingi wanaume baadhi yao hutumia hiyo kama kisingizio cha wao kutowajibika na kumwachia mwanamke mjukumu yote ya malezi ya mtoto. Wakati mwingine, migogoro ya mahusiano hupelekea talaka na kuachana kirahisi, mahusiano yenye sumu, toxic relationship, na kukosa uvumilivu ama kuvumiliana na kubebeana madhaifu. Sababu nyingine ni mfumo wa jamii kubadilika. Miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia mabadiliko makubwa sana kwenye jamii zetu, na mabadiliko haya yamekuja na pande mbili. Kuna upande wenye faida, mkwaju manufaa kwa jamii, na upande mmoja wenye kadhia na changamoto rukuki. Mabadiliko haya yamechochewa na mambo kadha wa kadha, ikiwemo utandawazi, mwingiliano kati ya jamii moja na nyingine, mmomonyoko wa maadili, kiasi kwamba hakuna mifumo madhubuti ya kusaidia familia. Malezi yamebaki mzigo wa mtu mmoja. Ikiwa hali hii ya malezi ya mzazi mmoja itaendelea, je, ni nini kitatokea kwenye jamii yetu? Huenda haya yakawa baadhi ya madhara yatakayojitokeza kwenye jamii yetu. 1. Mgogoro wa utambulisho. Mtoto anakuwa na maswali yasiyokuwa na majibu. Anajiuliza, hivi baba yangu ni nani? Na je, yupo wapi? Na ni kwa nini baba yangu hayupo pamoja nami? Ama yawezekana huyu siye baba yangu mzazi. Na ikiwa muda wote huo baba yangu hajawa sehemu ya maisha yangu, sasa kuna sababu gani ya kunifanya mimi nimtambue kama baba yangu baada ya muda wote huo? Ama kuna haja gani nitumie jina la baba ambaye hanisaidii kwa chochote ama hayupo maishani mwangu? Hivyo, mtoto anakuwa huku akiwa na maswali mengi kichwani mwake. Pia, jamii nayo haijamwacha. Itamwandama kwa maswali yasiyo na msingi, hata wakati mwingine maswali yenye kebehi. Lakini madhara mengine yaweza kuwa majeraha ya kihisia, kukosa uthibitisho wa ndani, validation, hasira iliyofichika, kujihisi kutokamilika. Wakati mwingine, mtoto aliyelelewa na mzazi mmoja huenda akawa na chuki dhidi ya upande ambao haukumpa nafasi ya kumwonyesha upendo. Mfano, ikiwa mtoto amelelewa na mama peke yake na akakosa malezi ya baba, kuna uwezekano mkubwa mtoto huyo huenda akawa na hisia tofauti kuhusu nafasi ya baba kwenye maisha yake. Pia, athari kwenye tabia. Mtoto aliyelelewa na mzazi mmoja huenda akawa na tabia za uasi, betrayal, mahusiano yasiyoimara, kurudia mzunguko ule ule, repeating the same cycle. Kwa sababu, ikiwa mtoto alikosa malezi ya baba, hata atapokuwa, huenda ikiwa vigumu sana kwake kutimiza majukumu ya baba kikamilifu, kwa sababu sio kitu ambacho yeye mwenyewe alikipata. Huenda akawa na hisia tofauti kuhusu role mkwaju nafasi ya baba kwenye familia, na kujikuta akirudia kosa lile lile ambalo baba yake alifanya. Na ndio maana neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 4. Nitasoma kama ilivyoandikwa: Enyi watoto, watiini wazazi wenu Kikristo, maana hili ni jambo jema. Waheshimu baba na mama yako. Hii ndiyo amri ya kwanza ambayo imeongezewa ahadi, yaani upate fanaka na kuishi miaka mingi duniani. Nanyi akina baba, msiwachukize watoto wenu, ila waleeni katika nidhamu na mafundisho ya Kikristo.
Biblia haihitaji tu uwepo wa baba, bali inataka uwepo wenye maana. Yaani, baba ashiriki kikamilifu kwenye malezi ya watoto na wazazi wawalee watoto katika nidhamu. Na huu ndio mpango wa Mungu. Haya masuala ya mtoto kulelewa na mzazi mmoja ni kujitia upepo. Kwa lugha ya mtaani, utasikia mtu anajisifu eti mimi ni single mother. Ukweli mchungu. Hata kama unauma. Lakini ngoja tu useme. Hii si lawama kwa mama wanaolea peke yao. La hasha. Wengi wao ni mashujaa wa kweli. Lakini ukweli unabakia ya kwamba mama hawezi kuwa baba na mtoto hawezi kujaza pengo hilo peke yake. Je, nini kifanyike? 1. Kurudisha uwajibikaji wa wanaume. Ubaba si hisia, ni jukumu. Mwanaume rijali sio yule anayetia mimba na kukimbia majukumu, bali ni yule ambaye yupo tayari kutimiza wajibu wake hata kama mambo hayaendi sawa, hata kama kuna migogoro kwenye mahusiano ama uchumi umeyumba, lakini bado atasimama kwa ajili ya damu yake. 2. Kujenga familia kabla ya kuzaa. Kwa bahati mbaya sana, maadili ya jamii yetu yanaporomoko kwa kasi ya skyrocket, yaani kwa kasi ya ajabu. Tumepuuza mila na desturi zetu. Ukisasa umechukua nafasi kubwa kwenye maisha yetu kiasi kwamba mambo mengi yanafanyika hovyo kabisa. Tumezifungia macho desturi ambazo zilituongoza vyema na tumeziona hazina tena nafasi kwenye maisha yetu. Zamani tungeanza na uchumba, ambapo mwanaume angeenda kuchumbia kwao na binti, kisha ndoa ikiwa angekubaliwa. Na hii ingewezekana tu ikiwa taratibu zote zimekamilishwa. Baada ya ndoa, sasa hatua za kutafuta mtoto zingefuata, na hapo jamii inakuwa na hamu ya kumpokea mtoto atakayezaliwa. Lakini leo hii mambo yameharibika, hayaeleweki. Yaani utasikia ghafla bin vumimba, mtoto, uchumba mkwaju mahusiano, hata kabla ya kuoana rasmi, utasikia wamekorofishana, wametengana, mara wameachana, kila mmoja anachukua 50 zake. Kesho huyu yupo na yule. Yaani shortcut zimezidi. Yaani watu wanaingia kwenye mahusiano, kila mmoja na lengo lake. Sasa nauliza, kwa mtindo huu, tutafika kweli? Lai yangu kwenu, tafadhali, tusianzishe watoto kabla hatujaandaa msingi. Jambo la 3, ushiriki wa jamii. Ni vyema jamii ijitoe katika kutatua hili tatizo la kuziba ufa ambao umeanza kujitokeza kabla hatujaangukiwa na ukuta. Jamii ishiriki katika Male Mentors Program. Viongozi wa jamii, viongozi wa kidini, wasione muhali kuongelea changamoto hii, kwani hii ni mbegu tunapanda na tuwe na uhakika tutavuna wakati utakapofika. Ndugu na jamaa pia wasifumbe macho. Pale inapobidi tusimamie misingi ya familia ili kuepusha baadhi ya changamoto zinazoepukika. Jambo la 4, kurudi kwenye misingi ya kiroho. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 6, mfunze mtoto namna ya kuishi vizuri, naye hatasahau njia hiyo hata uzeeni. Mwisho wa kunukuu. Yaani ikiwa sote tutarudi katika misingi ya kiroho, tutakuwa na jamii iliyo bora zaidi na kizazi kilicho bora zaidi. Ujumbe wangu wa mwisho. Hili si tatizo la familia tu, bali ni mgogoro wa kizazi. Kila mtoto anahitaji mama, lakini pia anahitaji baba. Tukipuuzia jambo hili, hatupotezi familia tu, bali tunapoteza kizazi. Swali si baba yuko wapi? Swali ni nani atasimama na kuwa baba?
Ndugu mpenzi msikilizaji, tafakuri hii imeletwa kwako na Evangelist Godfrey William, na ikiwa ungependa kuchangia maoni, tafadhali tuandikie kwenye comments section. Pia ikiwa ni mara yako ya kwanza kuungana nasi, tafadhali subscribe kwenye channel hii ya Godwill Media ili upate notification kila tunapoweka video mpya. Lakini pia usisahau kulike video hii na kushare na ndugu, jamaa na marafiki. Labda kunaye ambaye akiona video yamkini ikafanyika chachu ya mabadiliko maishani mwake. Asanteni. Tukutane wakati mwingine. Godwill Media, fikra sahihi, maisha bora.